Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu. Kuna siri ambayo ukijua hapa duniani hautoteseka na utashinda kila jaribu na chochote ambacho huenda kingekuwa ni kikwazo kwenye maisha yako. Maisha ya mwanadamu anapojua siri hii, mimi na uhakika kwamba ataanza kutembea kwa ushindi, na ataanza kutembea kwa uhakika, na ataanza kumwona Mungu kwenye maisha yake. Kuna neno linasema, ukisoma kitabu cha Warumi 8 mstari wa 9, maandiko yanasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Narudia tena. Anakuambia, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Warumi 8 mstari wa 9. Lakini neno lingine linaendelea kusema, ukisoma Warumi 8 huu mstari wa 11, maandiko yanasema, lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Wakristo wengi duniani tunafata mambo ya mwili, ni kwa sababu asilimia kubwa tunakuwa hatujaruhusu Roho wa Mungu kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Unapompokea Kristo, ukaiamini Roho iliyoingia ndani yako, ukaanza kumpendeza huyo Roho ndani yako, jua utaweza kuishinda dhambi, kwa sababu atahuisha mwili wako na kukupa nguvu ya kuishinda dhambi. Atakupa nguvu ya maombi, atakupa nguvu ya kusoma neno, atakupa nguvu ya kufunga, atakupa nguvu ya kukuondoa kwenye mawazo mabaya pale anapotaka kuinuka. Kumbuka, Roho Mtakatifu ni msaada, lakini pia ni mfariji, lakini pia ni mwalimu. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuisikiliza Roho na kufanya yale Roho inavyotaka. Roho ndiyo inayotia uzima, mwili haufai kitu. Na maneno ya Kristo ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo lazima upate muda mwingi sana wa kusoma neno lake. Ukipata muda mwingi wa kusoma neno lake, kulitafakari, kuliishi na kuliweka kama chakula chako cha kila siku, mimi nakupa uhakika kuna mambo mengi sana yataanza kutokea kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma Warumi ile sura ya 8 mstari wa 6, maandiko yanasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Mstari wa 7 anakuambia, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Mstari wa 8 anakuambia, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Mtu yote mwenye tabia za kimwili, labda una tabia ya uzinzi, tabia ya tamaa, tabia ya ulafi, tabia ya zinaa, tabia yoyote ya mwili, huwa haimpendezi Mungu. Ndio maana ili Mungu akuite, muda mwingine jitahidi kufunga, jitahidi kuishi maisha matakatifu, jitahidi kusoma neno sana, kuomba sana, ili roho yako iwe na nguvu kuliko mwili wako. Ukifanya hivyo, utaanza kuona unafanya mambo ambayo kibinadamu haiwezekani. Hata kwenye ulimwengu wa roho, utashangaa maadui watakuja kwa njia moja, wataondoka kwa njia 7, kwa sababu roho yako ina nguvu. Na hata maadui wakikuona kwenye ulimwengu wa mwili, watakukimbia kwa sababu unageuka moto. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Akishakaa ndani yako na ukampa chakula anachokihitaji, ukaishi maisha matakatifu anavyotaka, ndugu, unaanza kuogopeka. Kumbuka, Mungu wetu ni roho na ni moto ulao. Na wapenda, kumbuka hichi kitu. Roho yule aliyemfufua Yesu Kristo anakaa ndani yako. Kwa hiyo wewe si mtu wa kawaida. Kama roho ya ufufuo iko ndani yako, hakuna chochote kilichokufa ndani yako kisichoweza kufufuliwa. Iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni huduma, iwe ni ndoa, iwe ni nguvu ya maombi, nguvu ya kumtafuta Mungu, nguvu ya utumishi, labda vipawa na kalama, unataka kufanya miujiza, ishara na maajabu, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako, na yeye yuko hai milele na ni moto ulao. Usilete masiara juu ya Mungu. Mungu si Mungu wa kitoto.
Ndio maana akakwambia aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani. Soma kitabu cha Yohana wa kwanza 4:4. Lakini pia anakuambia ufalme wa Mungu hauwezi ukautafuta sehemu yoyote, wala utafuti kwa kuchunguzwa, ila upo ndani yako, kwa sababu roho wake mwenyewe Mungu iko ndani yako. Roho ile ile iliyomleta Yesu Kristo duniani, roho ile ile iliyemfufua, ile iliyompandisha mbinguni, ile iliyomfufua Lazaro, ile iliyofanya mambo makubwa na miujiza mikubwa ya Yesu Kristo, ndo roho huyo huyo anakaa ndani yako. Roho huyo huyo aliyefanya miujiza mikubwa kwa kupitia mkono wa Musa na manabii mbalimbali, ni roho huyo huyo wa Mungu huyo huyo. Kwa hiyo unachotakiwa kujua, wewe si mtu wa kawaida. Unapomwamini, ukampenda, ukampa thamani, ukaishi maisha matakatifu, ukahuisha mwili wako, ukaweka wakfu kwa ajili yake, ndugu, wewe utakuwa ni kitu hatari duniani. Si kwa sababu wewe ni hatari, bali roho aliye ndani yako ni hatari kuliko hatari. Na wapenda, God bless you, be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.